Majina yangu ni Juliet Selemani Nyomolelo, ni naibu kamishna wa forodha anayeshughulikia uwezeshaji biashara. Leo tumekutana na mawakala wa forodha, hasa wale wanaofanya declaration, wanaofanya makadirio na kuingiza documents kwenye mfumo wa forodha, ambazo zinahusu uingizaji wa mizigo na uondoshaji wa mizigo ya forodha. Na kikubwa ambacho leo tunaenda kujifunza au kujadiliana, kuwezeshana ni kuhusu mabadiliko ya sheria ya kodi ya mwaka 2026-27. Pamoja na hayo, tumekumbushana mambo mbalimbali yanayohusu wajibu wao na hudu kwa kazi ambao wanaifanya. Hasa kufanya kazi kwa weledi na kuwa waaminifu na kutokuwa wapokea rushwa, kwa sababu sheria inasema kwamba wa act faithful and uncorrupted. Pamoja na hayo pia tumepeana au tumekumbushana wajibu wao pia. Wao wanafanya kazi kwa niaba ya owner wa mzigo, kwa niaba ya mwenye mzigo. Kwa wana full responsibility, wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba shughuli zile ambazo mwenye mzigo alipaswa kuzifanya, wao wanazifanya. Kama kukadiria, wakadirie na wawasilishe zile taarifa kwenye mfumo wa TANSIS. Kulipa kodi, walipe kodi kwa wakati. Na kama taarifa zinaona kwamba zilikosewa au ule mzigo haukuja tena, basi wahakikishe zile documents walizoziingiza kwenye mfumo zinakamilika mpaka mwisho. Na kama ambao inaipaswa kuondolewa kwenye mfumo, wafuate zile taratibu ambazo zinaziondosha zile documents ambazo hazihitajiki tena kwenye mfumo ziweze kuondoka, ili mfumo ubaki na taarifa sahihi. Kwenye mabadiliko ya sheria kuna vipengele au sehemu nyingi ambazo zina mabadiliko, hasa kwenye magari. Tumeona kulikuwa kuna pande mbili za ule uchakavu, lakini sasa hivi zimeongezwa, zimekuwa 3. Najua mabadiliko haya watagusa wengi, kwa hiyo ndio maana tumewaita pia declaration officer waweze kutambua vizuri mabadiliko hayo, ili pale mteja anapowapa document au nyaraka kwa ajili ya uondoshaji wa magari aweze kufanya makadirio sahihi. Yapo mengine, ni mengi ambayo yapo kwenye ile sheria, kwa hiyo naamini kabisa mafunzo watapata, wanaweza kuendelea vizuri kufanya kazi zao kwa weledi. Naitwa David Gichogo na ni mwakilishi kutoka TACAS. Mimi ni head of operation. Tunashukuru kwa hii seminar ya leo ambayo imekuwa initiated na TRA kwa ajili ya kuweza kupata kueleweshwa kuhusiana na mabadiliko ya sheria ya fedha ya mwaka 2026 na 2027 kwa ajili ya kuweza kupata utambuzi na kupata elimu pia kwa mawakala wa forodha kwa namna ambavyo watakuwa wanafanya kazi zao kupitia ile sheria, na kuweza kupata uelewa kuhusiana ni nini kinachotakiwa kufanyika, hasa pale wanapokuwa wanafanya kazi zao kwa weledi. Wakiweza kujua sheria na kwa namna ambavyo tumeeleweshwa na kupata elimu hii, itawasaidia mawakala wa forodha kuweza kujua ni namna gani ambavyo watakuwa wanawasilisha nyaraka zao kwa TRA, na kupunguza zile kero au yale makosa madogo ambayo yamekuwa yakijitokeza kwa kukosa elimu. Sasa kwa elimu hii ambayo tumepata sisi mawakala wa forodha, itatuwezesha kwanza kujua ni namna gani ambavyo tunatakiwa kufanya kazi zetu kwa kufuata misingi ya sheria. Na pia kupitia elimu hii ya sheria ambayo imekuwa initiated na TRA, itasaidia kuwezesha kupatikana kwa mapato, kwa sababu pale wakala anapokuwa anafanya kazi yake kwa weledi, basi na pale pia kodi na yenyewe inakuwa inapatikana kwa misingi ambayo ni imewekezwa kwa ajili ya kurahisisha na kufanya mazingira ya kazi kuwa mepesi. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo sisi mawakala tumekuwa hatujui kwa maana ya sheria. Sasa namna gani ambavyo tunafanya kazi zetu kwa kufuata misingi ya sheria. Tukifuata misingi ya sheria, nao pia itatuwezesha pia ni kuweza kuisaidia serikali kukusanya mapato kwa usahihi
na hiyo itasaidia pia ni kurahisisha uchumi wa nchi kuweza kuwa katika hali ambayo inaweza kuleta maendeleo kwa wananchi wake yani. Lakini pia semina hii pia inatuweka kuweza kujua kwamba ni kumbe sheria kila mara inaweza ikabadilika, na pia pale inapokuwa inabadilika ni wajibu wa serikali kuweza kuelewesha ni wananchi wake, kama hivi ambavyo imefanya kupitia kitengo cha TRA kwamba mabadiliko yamefanyika, ili hata kama inapokuwa inatokea jambo lingine lolote lile, basi mtu anakuwa ana uelewa wa kile anachokifanya. Lakini pia ni kwa kumalizia, elimu hii ya sheria ambayo tumepata mabadiliko kuhusiana na sheria ambavyo imefanywa mabadiliko, sheria ya fedha kwa mwaka 2026-2027 inaenda sasa kutuweka katika hali ambayo sisi sasa mawakala wa forodha tunaenda kuijua na kujua vile ambavyo tulikuwa hatujui, ambavyo vitatuwezesha sisi sasa ni kuweza kuisaidia mamlaka ya mapato Tanzania kuweza kukusanya mapato yake kwa usahihi, kwa sababu kwanza itakuwa inafanya kazi na watu ambao wanaelewa forodha ni nini na wanaelewa sheria inayotumika kwenye forodha. Kwa jina naitwa Ernest Noah Lobulu, natoka chama cha mawakala wa forodha Tanzania TAFA. Tuko hapa kwa ajili ya kupata uelewa au kujenga uelewa wa mabadiliko ya kodi yaliyofanyika na Bunge katika kipindi hiki cha mwaka mpya wa fedha Tanzania. Ni jambo zuri watu kushiriki na kujua, ili kujua namna gani ya kuwashauri wateja wetu wanapoingiza mizigo hapa nchini. Muhimu sana kwa watu wetu wa clearing and forwarding ambao wako chini yetu kuja na kujua hizi taratibu mpya, kwa sababu ndo zinazoongoza utaratibu wa kukusanya kodi.